Kristo, wokovu bila mabadiliko ni usanihi. Akawaita nao wakamwendea ili awe pamoja nao, then awatume. Bwana asifiwe sana. Aliwaita watu wa kawaida, lakini kwa miaka mitatu alipokaa nao aliwabadilisha kwa kuwafundisha wakawa watu wengine, watu hodari, watu wafahao, then akawatuma. Na ndio maana alipowatuma dunia yote ikakiri hakika hawa walikuwa pamoja na Kristo, kwa sababu mambo yasiyokuwa ya kawaida yalionekana kwenye maisha yao. Na tukaona kwenye mabadiliko tuna sehemu kubwa tatu. Nikawaambia kuna sehemu ya Mungu, God parts, na tukaona sehemu ya Mungu, yeye ulituma neno kama hivi ninavyofanya hapa, ukupatia neno la maarifa. Ulipokupatia neno la maarifa, na wewe unatakiwa unapolisikia ulipokee, na ukisha lipokea litendee kazi. Nilikufundisha, lakini nikakuonyesha nafasi ya sehemu ya pili ni sehemu yako mwenyewe. Sema sehemu yangu mwenyewe. Sehemu yangu mwenyewe. Na tukaona sehemu yako mwenyewe. Yule mwanamke alikuwa na chupa ya nini jamani? Ya mafuta. Muujiza wako hautegemei mtu wa pili wala watatu wala chochote ambacho hakipo kwenye mikono yako. Sasa usitegemee utafanikiwa kwenye biashara ukipata pesa uliomba kwa mtu au fulani akisimama na wewe. Naomba nikwambie hivyo ulivyo uko competent kwa mambo mazuri. Wanafunzi wazuri, msitegemee kwamba ningelikuwa mahali fulani au ningekuwa na fulani kesho Jumatatu mtihani wangu ungekuwa mzuri. Hapana, huo ni ushetani. Mimi naomba niwahakikisheni wanangu, huyu mliye naye, kile mlicho nacho kinatosha kufanya maajabu. Basi na mfanye maajabu katika jina la Yesu kwenye mitihani yenu hapo kesho. Semeni amina kama mnakubali. Lakini nikakwambia sehemu yako ni ya muhimu. Mungu hawezi kufanya, hata akifanya sehemu yake haiwezi kusababisha muujiza kama sehemu yako haipo. Sehemu yako ni ya muhimu. Nikakwambia hakikisha unajiongeza kila siku. Lakini sehemu ya tatu kasema ni sehemu ya watu wengine. Sehemu ya Mungu, sehemu ya kwako, na sehemu ya watu wengine. Unahitaji kufika mbali kitaaluma. Mungu amekupa akili nzuri. Unahitaji wengine. Wanafunzi mpo? Wanafunzi fanya mkono juu. University paka primary. Unahitaji wengine. Pamoja na akili ulizonazo tunahitaji mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe jamani. Tunataka kwenda mbinguni, tunampenda kweli Yesu, tunahitaji wengine, tunahitaji mchungaji. Amina Amina watakatifu. Huwezi peke yako, na acha hiyo tabia, ni kiburi by the way. Tukafika hapo sasa, naomba nichambue sasa kwa in deeply baadhi ya maeneo. Leo nitaanza kuichambua sehemu ya Mungu. Tumeisema sana. Kuna issue ya neno, kuna issue ya imani. Najua mko vizuri kwenye eneo hilo, lakini kuna ile eneo la sehemu yako, sehemu yangu. Sema sehemu yangu. Hapa pana changamoto kubwa kwa Wakristo, na leo tumekuwa na mafundisho dhaifu au duni ambayo yamekuwa yakisema sana upande wa Mungu, jinsi unavyoweza kuathiri maisha yetu, na tukajitoa tukasahau wajibu wetu na tukaipuuza sehemu yetu au wajibu wetu. That's why utaona dana zimekuwa nyingi kwenye maisha ya watakatifu. Yaani Mungu, Bwana tubariki, Bwana tubariki, na mbarikiwe. Mtu anasema nimebarikiwa, then anaenda analala, then anaenda anafanya vitu chini ya viwango, then anaenda kuwa na mahusiano mabaya. Rafiki, utazunguka mbuyu mpaka kuna kucha. Una sehemu yako, lazima ufanye vizuri katika jina la Yesu. Sasa katika sehemu yako, nisikilize vizuri sasa. Nisikilize vizuri sasa. Nisikilize vizuri kwa nguvu zote. Hivi unadhani yule mwanamke angekuwa amelelewa haya malezi ya kisasa, haya malezi ya kisasa yasiyo na mbele wala yasiyo na nyuma, huwezi kuona mwanzo wala huwezi kuona mwisho, kila kitu kinaanzia hapo hapo kwenye mazingira yake. Ukisikia njaa unawaza kula. Kizazi cha sasa hakiwazi kwa nini nasikia njaa. Jambo likitokea unaanza kuangalia watu, utafakari kwa nini limetokea. Kizazi kinachopenda maswali marahisi, kizazi kinachopenda majibu, kinachochagua option nyepesi,
kizazi cha kubeti. Jenzi, nashukuru niko Shinyanga. Ingekuwa huko kwenye miji mikubwa ni kituko. Unaweza ukashangaa kanisa zima wanabeti. Baba anabeti, mama anabeti, watoto wanabeti. Gambling generation. Na ni pepo limetumwa kutoka huko kwa wenzetu walioendelea, ili waendelee kubaki kuwa super power number 1 na sisi tuendelee kuwa ulimwengu wa 3. Tumetupiwa hayo matakataka. Tunazania ndio maisha, kumbe ni uharibifu. Huyu mwanamke angezaliwa kwenye kizazi hiki. Na nilikuambia siku ile alipoulizwa lile swali kutoka kwa mtumishi wa Mungu, unataka nikufanyie nini? Una nini? Angejibu swali la kwanza, nipe pesa nikalipe deni. Kweli sio kweli? Na ingekuwa ndio mwisho wake, angelipa deni, lakini roho ile ilikuwa inaendelea kwenye familia yake. Angekopa na kesho. Angelipa hilo, angekopa na kesho. Watu wote ambao hamjapona kwenye eneo hili, mu mashahidi. Unaweza ukaja ukafanya kazi mpaka unastaafu, unalipaga madeni ya watu. Naomba hiyo iwe sio fungu lako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mimi mchungaji wako nakufundisha leo, unaweza ukafanya vizuri sana bila mikopo ya kijinga. Sisemi kukopa ni mbaya. Kukopa ni moja ya art in financial science. Sawa sawa jamani, Yaani ni kitu kisichokwepeka, lakini kuna namna ya kukopa. Unakopa kununua nguo, unakopa kufanya sherehe, unakopa kujenga nyumba ya kuishi. Ujinga huo. Hata Kobe ana nyumba na hajakopa. Hata baba yako alijenga nyumba mnayoishi na hakukopa. Ni tamaa tu na kutaka kuishi zaidi ya baraka aliyokupa Mungu. Uwezo wako ni kujenga nyumba ya miti na majani. Jenga uishi. Iko siku Mungu atakupeleka hatua ya pili. Kweli sio kweli watakatifu? Uwezo wako ni kujenga nyumba ya kawaida. Unataka kujenga mansion. Utakopa. Hii roho ikome katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu leo bosi hatujapata kukopa paka leo. Piga makofi kwa Bwana katika jina la Yesu. Sasa nini kilisababisha yale mabadiliko ya ghafla? Usiku, jioni alikuwa maskini wa kutupa, asubuhi akajikuta ni tajiri wa kutupa. Ilikuwepo sehemu ya Mungu, ilipokuwa sehemu yake, lakini ile sehemu yake ilijengwa. Kuna mtu alifanya kitu kwa yule mama, na mtu huyo mimi nadhani sio maandiko yanasema ni mama yake. Mtu huyo mimi nadhani ni baba yake, ni familia iliyomlea. Sema familia iliyomlea. Huyu kijana, huyu binti inaonekana alijengewa tabia fulani kwenye malezi yake, na vibaya tena vibaya tena vibaya tena vibaya tena vibaya. Kuna watu wanatumia madawa magumu strong ya kutesa, ya kuharibu miili, na kinu ukifuatilia dawa lile amefikia level ile kutokana na tabia fulani aliyokuwa nayo. Wangapi wanajua zile dawa wanatumia watu wenye kisukari? Watu wenye kisukari. Nyinyi hamna mtu ndugu mwenye kisukari? Kuna ile dawa ile mbaya zile na dawa za insulin. Wangapi wanazifahamu? Ni mbaya. Lakini nini kilimpelekea huyu mtu kuishi na hizo dawa? Ni tabia. Tabia inasababisha matatizo kwenye maisha ya mwanadamu ambayo hata virusi haviwezi kusababisha. Na magonjwa yote ya kitabia ukichunguza ndio magonjwa hatarishi na magumu kutibika kuliko magonjwa yote. Naomba nikimbie. Lakini kuna tabia zingine tunasema ni tabia nzuri, tabia njema. Ni tabia ambazo mtu anajikuta nazo na anaishi nazo. Timotheo wa pili 3:16 tupa pale, weka pale mwisho. Mtu wa Mungu amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Timotheo wa pili 3:16. Kuna tabia zingine tunasema ni nzuri, mtu anajikuta anazo. Narudia tena, hizi hauzaliwi nazo. Ni vitu ambavyo mtu anajifunza, whether anajua au hajui. Na haziogopi uprofesa, haziogopi mchungaji, haziogopi mtume. Kwa mfano yule nabii tulisoma habari zake, alikuwa ni nabii, mtumishi wa Mungu, lakini mke wake anasema alikuwa ana nini? Ana madeni.
ana tabia ya madeni. Nitakufundisha kule mwisho. Ni tabia kabisa, ni tabia kabisa, ni tabia kabisa. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Ishu ni tabia hapo. Na kuwaongoza ni tabia, na kuwaadibisha katika haki ni tabia. Na ili mtu wa Mungu awe, sema nyuma yangu, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Unaona vile tabia inafanya. Ziko tabia njema vile vile kama ambavyo ziko tabia mbaya ambazo mtu aweza kuwa nazo. Na tabia hizi njema nimekwambia zenyewe bila hiari yako, bila uamuzi wako, kama zilikuwa built in au umekuwa inborn kwenye hizo, tunasema automatically utaona kwenye aya au safari ya maisha zinasababisha, bila we kujua, bila we kutaka, unaona zinasababisha mara zote matokeo mazuri kwenye maisha ya muhusika. Sio sana. Ni tabia. Kuna tabia ukiwa nazo huwa zinasababisha matokeo positive. Una tabia mbovu, utaona hata maisha yako ya kawaida unaanzisha vitu vinakufa, lakini kuna tabia ukiwa nazo, na I'm telling you my brother, whatever unafanya kitafanikiwa katika jina la Bwana. Kinachosababisha, nimeanza pale nyuma kwa kukwambia, unaweza ukawa ni muombaji sana, lakini kama tabia zako ni zinaharibu yale maombi. Unaweza ukawa ni mfanya kazi sana, unafanya biashara, unatengeneza pesa, lakini kama roho au tabia zinazotakavana maisha yako ni zile tabia zitaharibu hata ile biashara. Unaweza ukawa ni mtoto unasoma, una bidii, akili imekuwa kipanga kiwembe, lakini I'm telling you, kama au kuwa makini kwenye eneo la tabia pamoja na ukipanga wako, utaishia kuolewa na kijana fulani, playboy fulani pale mtaani, halafu hata utajuta, hivi nilitoka wapi na huyu kijana? Na kama sio kuolewa, ukipona kuolewa, utaishia kubebeshwa mimba na kuzaa na mtu ambaye hata ukujua ulitoka naye wapi. Hiyo ikupishe katika jina la Yesu. Si kwamba uliamua. I'm telling you, mambo mengi unayoona kwenye maisha ni product ya tabia walizonazo watu. Mwalimu, unanikubaliana? Nyie ni walimu, mnafundisha, na hii ni ya kisociology kabisa. 90% ya maisha ya mwanadamu inakuwa controlled na tabia zake. Ni only 10% ya maisha yako kila unachofanya. Na kuambia mama Mwijake, only 10% ya vitu vinavyoonekana kwenye maisha yako ndio maamuzi yako. Sehemu kubwa ni tabia zako. Ndio maana Paul kwenye kile kitabu cha I think ni Warumi 7:6, weka Warumi 7:6. Warumi anasema, Paulo analalamika pale kwenye kitabu kile kizuri cha Warumi 7, Warumi 6:16, alafu Warumi 7 hiyo utaniwekea. Utaona Paulo anaongea kwa habari hiyo. Naomba niende mbele. Naomba Mungu akuponye, na Mungu aliponye leo kanisa dhidi ya kila aina ya tabia isiyofaa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Asante sana. Fungua kile kitabu kizuri sasa cha Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Naongelea tabia, ndugu zangu wapenzi. Ukimwangalia Danieli, twende nisikilize vizuri, nakupa mifano mizuri miwili nimalize. Danieli katika ile sura ya 6 mstari wake wa 10, asante. Ukienda pale mbele utaendelea vizuri. Anasema kile ninachopenda, yale ninayopenda kufanya sifanyi, ila yale nisiyotaka kufanya ndio ninayo yafanya. Issue ni tabia. Wote mnajua Paulo alikuwa ni mtu mwenye tabia ngumu. Sasa angalieni vizuri hapa. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, madirisha yake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuelekea Yerusalemu. Twende mbele. Ni hapo. Yalikuwa yamefunguliwa kwa Yerusalemu. Okay, niendelee kuizungumza. Akaingia ndani, madirisha yamefunguliwa. Biblia inasema akawa anaomba. Si ndio hivyo watakatifu? Si ndio hivyo watakatifu? Lakini nisikilize, kabla ya kufanya hivyo ilikuwa imetolewa amri, si ndio? Si ndio watakatifu? Ya mfalme wa Umedi, si ndio hivyo, Dario, kwamba yeyote atakayeonekana anaomba kwa jina la Mungu, anapiga magoti na kufa, afanyaje? Afe. Nisikilize vizuri kwa jina la Yesu.
pamoja na ile amri sawa takatifu ya mfalme. Sawa jamani, ona vile tabia ni kitu cha ajabu. Na Danieli alikuwepo wakati amri inasainiwa, kwa sababu Danieli alikuwa ni mtu aliye karibu sana na mfalme. Si unajua mamangu Kwa alijua nini kinachoendelea. Lakini ona ile amri ya mfalme, hata kama imetangazwa na inasema utakufa, ona anachofanya Danieli. Siku hiyo amri imetolewa, yeye akaenda wapi? Nyumbani mwake. Anafanya nini? Anajikuta kama kawaida amefungua madirisha na ameingia kwenye nini? Naomba mtu mmoja mwenye maiki ashike maiki, atatusaidia kusoma pale. Akajikuta ameanza maombi. Nataka hapo mahali akafungua madirisha yake. Twende haraka. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Akasali. Akashukuru mbele za Mungu wake. Kama alivyokuwa akifanya tokea wapi? Hapo. Kama ilivyokuwa desturi yake. It means kwamba ile maombi ilikuwa ni tabia ya nani? Ya Daniel. Naongelea juu ya positive, tabia hasi, tabia enore, tabia chanya, tabia nzuri. Amri imetolewa utakufa, lakini ona kinachotokea. Huyu jamaa anaingia kwenye maombi na milango iko, kila mtu anamuona. Naongelea nguvu ya tabia. Tabia inaweza ikakupelekea na itakupelekea kufanya hata mambo ambayo kwa akili za kawaida huwezi ukayafanya. Inaweza ikakudrive hata kwenye mambo mabaya na unayoona ni mabaya. Ni tabia yangu ni maombi mara 3. Akaenda akayapiga mbele yao. Anakuja kuambia umekosea wakati ameshafanyaje? Ameshaomba. Ni tabia. Na mambo manne yanaweza nikakuonyesha kwenye andiko hilo. Jambo la kwanza, tabia nisikilize vizuri. Tabia kama tabia, kulingana na andiko hilo tulilosoma hapo la Danieli, haiwezi kufichika. Huwezi ukaidhibiti. Kama ni tabia njema, huwezi ukadhibiti matokeo yake hata kwa bunduki. Profesa Mark Mandosia, wangapi wanamfahamu huyu mtu? Mark Mandosia, I know him. Mark Mandosia akiwa mtoto mdogo, akiwa na idhani, nakumbuka form 4, aliugua akawa mahututi hospitali kwa muda mrefu. Walimtoa akiwa mahututi hospitali, wakampeleka chumba cha mtihani, mahututi, na bado alinyorosha taifa zima. Mahututi. Yeye kusoma, yeye elimu sio kitu cha kushawishiwa. Toto kunywa juisi, haya maliza, mweki vitoto vya siku hizi, maliza, mweki mwanangu, kula na biskuti. Wewe huyo unatengeneza bomu hilo. Tengeneza tabia ya kupenda elimu kwa mtoto wako kwa jina la Yesu. Vipi mmetengenezwa? Tutafundishana. Unataka watoto wako wasome wakati wa usome? Wewe umekalia umbea. Unataka wana watoto wasome wakati muda wote wamekaa TikTok? Oneni. Jamani, leo unatafuta wewe na unataka wana watoto? Hapana. Unataka kuwa na kizazi chote waliosoma. Muda wote kaa kwenye vitabu. Bwana asifiwe sana. Umechoka pale, baba ingia sebuleni, kaa ndani. Usianze kutafuta leo eti leo nini Mange Kimambi amesema. Achana nayo. Nataka kuzaa kitoto cha matoto yenye critical thinkers. Umeingia pale, chukua vitabu mengine hata hujui kuyasoma. Wewe apitie tu. Wajue baba anapitia kitu humo. Sasa mama wa mipasho, baba ndio hivyo tena. Hivi unategemea patokea kitu gani kwenye nyumba? Unatengeneza kizazi ambacho unataka watoto ambao ni critical thinker. Wewe uko busy na kazi tu. Busy na ofisi na kazi zenyewe za watu. Alafu unataka uwe na watoto wenye misimamo yao. Hapana, haiwezekani. Danieli, na kuhusu mfano wa Samsoni, niwaombee Mungu anisaidie kwenye hili. Sasa mambo haya yashike katika jina la Yesu. Mambo ya muhimu matatu. Yeremia 13:23. Yeremia 13:23. Tabia yoyote ile, zingatia. Tabia yoyote ile kama ambavyo inazaliwa na inakuwa ndani ya maisha ya mwanadamu, kama ilivyozaliwa akajifunza ikakuwa ndani ya Samsoni na ikamletea matatizo, vivyo hivyo tabia za kawaida zina tabia hiyo. Lakini
ili tabia yoyote ikue na iweze kuwa na matokeo kwenye maisha ya mtu, mambo yafuatayo huwa yanatokea. Andiko letu ni Yeremia 13:23. Anasema, je, Mkushi aweza kubadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Kama anaweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema. Ninyi mliozoea kutenda mambo gani? Mabaya. Umeelewa hilo ndiko sasa? Kama Mkushi Mwafrika anaweza kubadilisha ngozi akawa mzungu, au chui kubadilisha madoadoa yakaondoka kwa sababu hayapendi, au Mwafrika awe mzungu eti kwa sababu hapendi weusi wake, ndivyo na wewe utaweza kubadilika ukitaka kubadilika. Kwa kifupi, haiwezekani. Narudia, kwa kifupi, haiwezekani. Ni Mungu tu ndiye anayeweza kubadilisha tabia zetu katika jina la Bwana. Ni maamuzi ya kujikita kwenye kweli za yule mwenye asili yako. Tabia zinakuingiza kwenye kona ambayo ili utoke hakuna namna ya kukubadilisha. Ndio maana Yesu akasema hivi, huna budi kuzaliwa mara ya ngapi? Huna budi kuzaliwa mara ya ngapi? Kinachoshughulikiwa pale ni tabia. Anasema, ninyi mliozoea. Mliofanya nini? Wewe uliyefanya nini? Uliozoea kutenda hivyo. Wewe uliyezoea kusema hivyo. Wewe uliyezoea kufanya hivyo. Ili kubadilika, kama sio mkono wa Bwana, haiwezekani. Kuna watu wanakufa na waliambiwa kabla hawajafa watakufa, na hawakufanya chukua hatua yoyote na wakafa. Nani asiyejua ukimwi unaua? Ukimwi unaua watu leo au haui watu? Watu hawajui. Nani asiyejua kwamba kansa inaua? Na yenyewe imo umo. Lakini je, kansa hii watu hata leo? Watu hawapati kansa hata leo? Kwa nini wanapata? Tabia. Utanielewa? Ili kitu kiwe tabia au jambo lolote liwe tabia, zingatia haya. Namba 1, tabia ni zao la tendo lolote ambalo umekuwa ukirudia kulifanya mara kwa mara hata ulipoonywa. Umeona Samsoni alionywa sana kwa habari ya mwanamke. Ilipokuwa tabia, alionyeka tena. Dada yangu, alionyeka tena. Hata alipoiona mauti alisikia recho. Hakusikia. Ikisha kuwa tabia huna namna. Angalia sana vitu unavyotenda mara kwa mara. Na kama uvijui, waulize watu walio karibu nawe, watakwambia. Unajua ni ngumu kujua kwa sababu nimekwambia tabia ina control 90% ya mwenendo wako wa maisha. So huwa huwezi kujua. Yani tabia zako huwezi kuzijua, maana ndio maisha yako. Ndio nini? Ndio maisha yako. Lakini unaweza ukashangaa watu wanasema hivi, wewe unaona tu watu wanakusema kwa tabia fulani. Yaani wewe muongo useme watu kuna mnavimisamiati siku hizi tumepeana duniani. Bwana, mind your own business. Mimi sijali watu wanasema nini. Wewe endelea na hiyo tabia za kijinga hizo. Eti ujali watu wanasema nini? Unaendesha gari barabarani na ujali watu wenzako wanaendeshaje? Niangalieni. Sijali watu wanasema nini. Unaendesha gari barabarani alafu haujali madereva wenzio wanaendeshaje. Baada ya muda nini kinatokea? Ajali. Wewe huwezi kutembea barabarani na kusema sijali wenzangu wanaendeshaje. Wengine ni vichaa. Wengine ni wewe. Sijali watu wanasema wanaendeshaje. Wengine wanajua kuliko wewe. Kuna kitu unakirudia sana mpaka kinakera watu. Hiyo ni tabia. Naomba kile unachokirudia sana kiwe kinafurahisha watu katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu. Kiwe kinafurahisha watu. Kuna kitu unafanya sana kinaumiza watu. Mimi nakwambia usijitoe akili. Hicho kitu usikipuuze, umesikia? Kila siku unaambiwa na mama hivi. Kila siku baba anasema hivi. Kila siku mwalimu anasema mimi tu ili najua mnipendi. No, tabia wewe hujui kwa sababu inakucontrol. Hiyo ni tabia.
Lakini na sisi tunasema jambo lolote likirudiwa moja, mbili, likifika mara 21, mara ngapi inakuwa tabia? Waulize watu wanaofanya masturbation, wanaojichua, wanaume kwa wanawake, mateso wanayoyapata na kama wanaweza kuacha. Hata hapa nasema wananisikia, wanawake kwa wanaume, hata hapa nasema mnanisikia. Na umejaribu kuacha, umeweza? Ikisha kuwa tabia, ni mbaya, inakukera, lakini utaendelea nayo. Ona vile unasemwa juu ya jambo fulani, inakuuma, unakasirika, lakini niomba pamoja na kuumia na kukasirika umeacha. Imeshakuwa tabia. Naomba Mungu aiondoe leo katika jina la Yesu. Naomba Bwana aiondoe leo katika jina la Yesu. Unaanzisha vitu haviendi, biashara haziendi, wewe usitegemee chochote. Hiyo imeshakuwa tabia, lazima iondolewe ndio utasonga mbele katika jina la Bwana. Sasa Mungu anisaidie mimi mchungaji na wachungaji wenzangu. Leo tunapaka watu mafuta kwa mgongo wa chupa. Unaombea watu mbarikiwe, mbarikiwe. Ni kweli mtabarikiwa instantly na unajisikia umebarikiwa, lakini tabia ulionayo inatafuna zile baraka ndani ya dakika moja. Nani kanielewa hapa? Inazimaliza, inaziua. Usicheze na tabia. Jambo lolote unalirudia after 21 times huwa linatengeneza tabia. Lucy, unanisikia? Unanielewa? Linakuwa tabia. Lakini namba 2, tabia inategemea na kitu hapa ni kitu cha ajabu sana, nisameni wazazi. Na mkao wa familia. Mkao wa familia. Kwenye andiko la Danieli, sikilizeni, anasema amri ilipotolewa, Meru nasikia. Amri ilipotolewa, Biblia inasema Danieli akaenda wapi? Sikiliza, nyumbani kwake. Nyumbani akakuta yale madirisha yamefanyaje? Ilikuwa ni tabia yake, setting ya nyumba yake. Kuna mahali kuna madirisha yalikuwa yako nini wazi. Kila alijizoeza, kila akifika pale ni anaingia kwenye nini? Maombi. Utanielewa vizuri. Kuna settings za kimaisha ambazo zina activate tabia fulani. Hivi naongea na mtu hapa? Okay. Vijana ambao mjaoa na kuolewa, kuna settings za kulala. Ukilala tu matamaa ya uzinzi yanakupata, unajua. Acha. Mimi nafundishaga vijana wangu, usilale na tumbo. Mwambie mwenzio usilale na tumbo. Mnaogopa nini? Sema usilale na tumbo. Wewe Mary, mbona mwambie vijana wenzio hapa? Wewe eti Mary. Mwambie mwenzio acha kulala na tumbo wewe. Wewe ni kijana. Unavyovilalia havitakiwi kuguswa. Setting ya nyumba ina mchango mkubwa. Wewe unajijua kabisa kwenu kuna kisukari. Watu umeona kabisa mama au babu amepata nini? Sukari. Hilo tatizo umeshaligundua. Tabia. Ina maana hiyo tabia ipo kwenu, si ndio? Setting ya familia yenu ina support watu kuwa na visukari. Mimi nakwambia ni kweli, sikufichi. Fuatilia watu wenye pressure, watu wenye sukari. Settings za familia zao zina support. Hata wewe mtoto wako akiishi kwenye ile nyumba atapata. Zamani nilikuwa sijui, lakini Mungu alinifundisha. Wewe unamfahamu mzee Betweli? Tumemzika. Betweli alikufa na kansa. Unajua baada ya miaka miwili mimi mwenyewe nilimzika mke wake na kansa. Setting ya familia ina support hicho kitu. Unakuta mtu kabisa huko Afrika. Mnaniona nilivyo hivi? Hii nilipojifunza somo hili ndo nafanya mazoezi sasa ya kuondoa ugonjwa kwa jina la Yesu. Zamani mimi nilikuwa mwembamba sana. Mwembamba? Nikawa na rafiki yangu. Yaani tena huyo pacha wangu ndio alikuwa shida yake. Yeye alikuwa mnene. Alikuwa na nyama hapa. Nyama zimejikunja hapa. Nikaoga napenda za Mungu. Na mimi nitakuwa na nyama hapa. Yaani hata nikikaa najiangalia na kioo, na mimi nione nyama zimejikunja hapa nyuma hapa. Si kweli?
huku hii ikianza kutoka kidogo huko Afrika, sote wanasema kifriji. Tunaita kinini? Kinini? Kitambi kina jina lake zuri zuri. Tunasema mzee, naona huko karibu na wananchi, si ndio? Naona yani ni kama kasifa, ni kama kanini? Kasifa, lakini ukweli hii ni sifa. Setting ya familia. Unaishi kwenye familia ambayo setting yake ina support, ina attract matatizo. Tabia ile kabisa. Umeona baba amepata shida ya sukari, why wewe unaendelea kutumia sukari? Unaona baba amepata pressure na unajua, ufuatilia hizi namba zenye machangamoto haya. Kuna kipindi kwenye maisha yao anapiga kitimoto, anapiga Pepsi, akimaliza Pepsi anasema bado nataka na Coca-Cola ya baridi. Akishushia ya baridi anasema afunga na nusu kilo ya kitimoto ya kuendea nyumbani. Ya kuendea wapi? Kala pale kwa mangi, na anabeba nyingine ya kuendea wapi? Nyumbani. Anaendesha, na akitoka kwenye ile banda la kitimoto kaingia kwenye gari Kuruga, amekaa, anachukua kinyango kimoja kimoja. Akifika nyumbani mama anaandaa ugali analeta, na ile kitimoto yake inawekwa pembeni tena. Huyu mtu unategemea ni baada ya muda setting. Daniel alikuwa akiyaona madirisha ya nyumba yake, anapiga magoti, anaingia kwenye maombi. Hello. Setting ya maisha yako. Ayubu anasema nimeweka agano na nini? Na macho yangu sitamtazama nani? Hii hamjui vijana? Nimeweka agano na macho yangu sitamtazama nani? Semeni kwa sauti, sitatazama nani? Mnaogopa kusema huyu anawahusu? Kwa nini unasema polepole? Sema basi kwa nguvu. Nimeweka agano na macho yangu sitatazama nani? Msichana. Alijijua, mimi ni Ayubu, nina vipawa, nina uwezo, lakini kuna tabia inataka kugenerate ndani yangu. Amen. Na mimi hatima yangu naiona ni kubwa, ni bora. Akaweka agano. Na ni kweli maisha ya Ayubu. Sasa usisemi nyie mfanye hivyo. Alikuwa anapita, akihisi kuna msichana kona ile, au kuna wanawake kona ile, ana whether abadilishe njia au afunge kabisa macho. Mimi nilipookokaga, nilikuwaga mchanga, nikaichukuaga hii tabia. Mke wangu anajua, mke wangu anaijua. Mimi nilipochumbia kanisa lilipuka. Anajua mke wangu, kanisa lilipuka ilipotangaza Kristo. Maana hakuna mtu alifikiria hicho kitu kinawezekana. Mnasemaga mna misimamo. Mimi sijawahi kuona mtu ana misimamo kama mimi ya kiroho. Ilipitiliza. Ulikuwa uwezo kusimama mbele yangu kijana, unaniambia umeokoka umevaa mkanda. Paka leo nimekuvaa mkanda, mke wangu ananisumbua. Mkanda utavaje mkanda uonyeshe kiuno? Nilikuwa navaa mashati yangu kama madela ya wanawake. Yaani basi ilikuwaje? Yaani nilivaa shati liko mpaka huko. Ndio kijana wakati. Suruali zangu zote ni oversize. Yaani kiuno na hapa havina tofauti. Kiatu yalikuwa navaa maviatu makuu, sijui nilikuwaje. Yaani nilikuwa nasema hii dunia kama mavi. Msichana alikuwa kai mbele yangu, Mungu ni shahidi. Nikitembea ilikuwa ni agano, ni marufuku binti kukaa mbele yangu njiani. Kwa hata namna masaa yangu ya kutembea lazima naweka muda huu, hamna mabinti, ndio nilikuwa natoka natembea. Hakuna kuangalia msichana. Kuna kumwangalia, ni dhambi. Ni nini? Sasa sisemi ni dhambi. Msinikoti vibaya hapa. Ndio Mungu alinitengeneza hivyo. Amina jamani. Amina. Family setting. Na ni kwa nini unajua nilikuwa hivyo? Baba yangu alikuwa na wake wangapi? 3. I know. Setting ya familia yetu ina support kuwa na mitara. Kwa lazima nifanye niwe na tabia za ziada sawa sawa Kayanda, ili nisije nikaingia kwenye chain ya baba yangu. Bwana asifiwe jamani. Bwana asifiwe. Family setting. Kuna setting tu ya familia inatengeneza matoto mavivu. Niangalieni wazazi. Mavivu tu. Toto limesoma, lina degree, lakini unakuta hata maendeleo halina. Setting ya familia ilikuwa iruhusu maendeleo. Mshahara ukija ndani ya siku 2, baba anasema sina chochote.
Inaletwa kitimoto, inaletwa mguu wa mbuzi, inaletwa hivi, inaletwa shati, inaletwa blausi, inaletwa kanda mbili, hizi hazijaisha, inaletwa yebo. Hakuna utaratibu. Setting ya family. Hebu mwambie mzazi mwenzio, hivi setting ya familia yako inatengeneza tabia gani kwa watoto pale nyumbani? Jiulize kwa jina la Yesu. Weka setting ya familia ambayo hata mtoto awe, hata usipoongea. Na hii ni waseme kina mama, wanaume kwenye eneo hili tuko vizuri, mama sawe, tunajisifu hata mkitusema. Ndio maana mtoto anafanya ujinga, akisikia baba anakuja ananyooka mwenyewe. Lakini ujinga huo anaufanya mbele yako mama. Na wewe mama, amka wa Rehobosi kwa jina la Yesu. Huwa anamwambia mke wangu mimi, haiwezekani mtoto nimwambie kitu acha na akaacha. Wewe ukimwambia acha asiache, wewe mama unaharibu watoto. Unaniharibulia mtoto. Na maandiko yanasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Sio uongo. Hii kwa baadhi ni kweli, kwa baadhi ni kweli. We Naomi yuko wapi? We Naomi, kimbia hapa. Njoo hapa. Huyu mtoto binti ni wa kwangu. Njoo hapa, kimbia. Huyu ni binti, sawa sawa jamani? Sawa sawa. Huyu binti Rehobosi, njoo hapa. Njoo Rehobosi. Na yule ni mwanangu. Niambie msimamo wangu na sio msimamo mpaka na kukuadhibu na ubinti wako na kuadhibu. Nikikukuta unafanya kazi na huyu yuko nyumbani kwenye mazingira yapi na kuadhibu. Hiyo nimeshakwambia sio dhambi na usinilaumu. Nikiwa nafanya kazi na Rehobosi amekaa. Hiyo ni kanuni mzee. Nikute huyu mtoto wangu amekaa, wewe unafanya kazi, utanitambua kwamba nilizaaje huyu mtoto. Hii nakwambia kwa wazi. Siko tayari uje uniletee uchawi kwa watoto wangu. Ni uchawi huo, unanisikia? Mausgeli mnaweka manyumbani nyewe familia. Wanaloga watoto wenu bila nyie kujua. Anafanya kazi anasema waache watoto wafanyaje? Walale. Wamechoka walale. Wewe jijiri unarogwa. Ndio maana mausgeli wengi wana maisha mjini sasa hivi mazuri. Wausgeli wengi ndio wana ndoa nzuri za wakubwa, ila mitoto yetu yote iko mitakataka tu. Linaosha vyombo utasema limetupa kwenye mvua, utasema vimenyeshewa mvua. Toto lako. Hausgeli anaosha chombo kinang'aa, utasema kimetoka dukani. Bado tu ushtuki. Chakula kipika mwanao unajua hichi kapika mwanangu. Nani unajua hichi cha mwanangu hichi. Cha hausgeli unakijua kitamu. Au ushtuki. Kesho kuta mchungaji tuombe, kuna roho ya kuharibu ndoa imehamia kwenye ndoa ya mtoto wangu. Yule mwanaume mbaya. Sio mbaya. Tabia ulizotengenezea mtoto ni mbaya. Pona leo kwa jina la Yesu. Family setting huwa inaamua tabia, inatengeneza tabia kuliko kitu chochote. Kuna wakati kuna vitu huna, mtoto ana tabia anazojirudia nazo, lakini family setting ya pale nyumbani ni mbaya tu. Hairuhusu watoto wasome, hairuhusu watoto wawe na maadili. Uje kukutana na watoto, sikufichi, watoto wa siku hizi mtatoka ibada pale mtaona. Mimi nakwambia mtatoka pale mtaona. Utaona watoto wanapita hawaamki mtu. Hakuna. You know why? Hata babake amwamkia kwa mkewe ni nani? Hawaamki mtu. Alafu nataka watoto wenye adabu baadaye. Hata good morning, sijasema shikamo. Good morning tu hamna. Good afternoon tu hamna. Hawana time na mtu. Wewe mwenyewe ufanye hivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Setting ya familia yangu ni ngumu mpaka hata mimi mwenyewe inanikera. Mimi hapa inanikera. Lakini nasema lazima nikache inikere kwa sababu najua mimi familia ilionilea haikuwa na setting nzuri. Si umeona nakunywa pombe na nakuja nyumbani, si mnaona? Si unaona? Nikifanya ujinga hata kwangu watakuwa maradufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Setting ya familia yako. Utaona katoto kajirani mama Mwijage. Kanasoma shule ya bure ya serikali, kana faulu la 7, kanaenda form 1 mpaka form 4 shule ya Ngokoro, kana faulu form 4, kanaenda Chinyangageri form 5 na 6, zote si bure. Kana faulu, kanaenda Mlimani chuo kikuu, kanapata mkopo, kanamaliza. Akaja mtia stress mzazi hata siku hii moja. Wewe kwako umelipa private primary, private O level, private advance na university anakosa mkopo. Set
setting ya family. Setting ya family inaruhusu mtoto awe na akili. Usidanganyike na mafanikio ulionayo ukafweka setup mbovu kwenye nyumba yako ya Kimarekani ambayo haifunction Tanzania. Na hata huko Marekani hizo setting mbovu wanazo kwa Afrika, wenyewe ni wana maadili ya hali ya juu. Wewe huwezi kuwa rais wa Marekani hata ikigundulika utoto ulivutaga bangi wanakutoa nje. Clinton alikuwa rais wa Marekani, ikafahamika zamani kwenye historia ya maisha yake alikuwa na uhusiano na kale kadada kanaitwa Monica Lewinsky. Si mnafahamu hiyo issue? Kawa rais kabisa. Kuna mtu akaibuka kwamba zamani wewe ulipokuaga kijana ulikuwa unafanya kazi huko kijijini, ulikuwa na uhusiano na binti mmoja anaitwa Monica, na Monica akapatikana. Akasema ni kweli. Wakabishabisha. Sijui watu walichunguza vipi nguo za Monica zikatafutwa. Ikakutwa nguo moja ya Monica ya miaka ile. Wakaingiza kwenye maabara ya Marekani, wakakuta DNA za Clinton kwenye ile nguo. Si mnakumbuka? Aliresign, ndo rais wa kwanza wa Marekani akaondoka kwenye urais bila kura, bila kumaliza msimu. Unaona kiwango cha maadili walichonacho wenzetu? Unaweza kushangaa wewe mwenyekiti wa kijiji mwizi. Na bado anakuwa nani? Mwenyekiti wa kijiji kashikwa na baskeli ya watu na bado anakuwa mwenyekiti. Unaona setup zetu zile mbovu jamani, mnaziona? Yaani jua tunaishi maana setup, family setup. Setup ya nyumba ya Daniel ilikuwa ina support nini? Maombi. Ina support nini? Maombi. Kuna mambo hata binagombanaga na washirika hapa. Siku hizi sigombani. Unaniona siku hizi nimekuwa mpole sana. Siku hizi hata Morning Glory usipokuja tunaenda vizuri tu. Amina Unaona nagombana na mtu? Nimegundua mchungaji utaua watu. Setup ya familia, tabia zao hazisapoti kutafuta Mungu. Endelea kuwafundisha, wataelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu wa baa leo anaanzia siku nyumbani kwa Mungu Mkubena. Zana nilikuwa hivi. Ni tabia na tamani. Nina watoto nimezaa. Amina jamani. Nina watoto ninapotoka asubuhi wananiona. Wananiona baba anatokaga usiku. Hata kama wamelala lakini wanafanyaje? Wanaona. Hata kama hawaamini lakini huyu hasagai atoka amezaliwa anaonaga baba iko siku nawaambieni kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile setup ya ile nyumba itamuathiri huyu. Kuna vitu kumhubiri huyu, kumfundisha huyu utatumia nguvu nyingi. Sawa sawa Huyu ukimwambia kuhusu kazi hashangai, maana amewahi kushuhudia dada anachapwa kisa yeye amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mnanielewa ndugu zangu wazuri? Setup ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya jamani. Haleluya jamani. Haleluya jamani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimechoka. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Nifike mahali pazuri. Lakini mwisho kwenye eneo hilo sijui nitumie lugha gani, ni pressure au force ya mila na desturi. Kwa mfano Danieli alikuwa na tabia ya maombi. Si tumeelewana vizuri hapo? Si tumeelewana vizuri? Ile tabia ilitokana na nini? Ni Mwebrania, si ndio watakatifu? Ni Mwebrania. Jamii, desturi za Kiebrania zina support nini? Maombi. Tabia, naongelea tabia. Tabia ya maombi ya Danieli ilikuwa reinforced na culture yao. Wewe unajua culture yenu ina force kitu gani zaidi? Mimi ni Msukuma. Culture yetu ni wanawake, ulevi, ushirikina na ujuaji. Sihitaji mtu anifundishe kuhusu mambo haya. Yaani haya ninayaswekea setting maalum ya kuyadhibiti kwenye nyumba yangu. Bwana asifiwe jamani. Mnanielewa jamani? Mnanielewa jamani? Najua haya ni mambo culture yetu inayasupport. Culture yetu ya Kisukuma
Ukioa mke wa pili unatengwa. Wasukuma tulio Msukuma Wasukuma wako wapi? Mwanamke wa Kisukuma, Mama Shita, wewe sema ukweli, Kisukuma mume wako akioa mke wa pili unakasirika? Hawakasiriki. Ila kuna kabila oa mke wa pili, ndio utajua huyo mwanamke atageuka kuwa kifuu cha moto. Lakini sisi Wasukuma sio issue, ameoa hata watatu, ameoa. Wasukuma hivi kumkuta mtu ana irizi unashangaa. Lakini kuna mwingine akiona hiyo irizi paka anaogopa. Nimeona barabarani mimi nilipokuja nilikuta ile mairizi pale daraja la wapi wanauza sijui mamikia. Ni mavitu ambayo hata kuyaona siku zote. Lakini uliza hizi namba vitoto vya Kisukuma hivi vimezo, yani hata vishangae vikiwa na tunguri hivi. Hata vishangae vikiwa, hata mwenzao anaoga likianguka wanaokota kabisa. Umesahau la kwako hili hapa. Wakati wengine ulikuwa ukiona unakimbia. Lakini kuna culture unamuokotea mwenzio, tena unamtunzia na kama hayupo. Kesho shule wanatangaza, jamani kuna hili hapa la nani? Na unaenda kulichukua na unapewa. Natoka kwenye jamii hii. Unataka niishi maisha ya kawaida? Mzee, niishi maisha ya kawaida? Hapana. Danieli, jamii yake ilisapoti maombi. Ibrio, ndio maana alikuwa ni jitu la maombi. Kuna familia zinasapoti umalaya kabisa. Unakamata katoto, mke wangu anakumbuka. Tulikakamata kabinti kwenye kona yetu Dar es Salaam, kakona kijana. Nilitamani nikalambe viboko, nikaona nitapata kesi, nikakakamata mkono. Sitasahau, mimi ujinga sipendagi. Wewe ni binti, njoo. Hawe sikujui, ngoja wanafunzi wangu na wajua wasiwaogope. Nikakakamata mkono, nilibana mkono kama nataka kuuvunja. Nikamwambia nikuachie utanitambua leo. Huu mkono sikuachii mpaka unifikishe kwenu. Tukatoka na binti, nimebana hapa. Siachieni ukali wa maumivu, ongeza mwendo. Ili yani siachieni ndo naongeza. Tukafika paka kwao, nikakuta ukoo mzima wingi. Nikajua hapa nitapata hata soda. Vipi? Kaambia mtoto huyu, sema nilikokukuta. Mtoto alifanya kituko. Si nimemwachia sasa. Akaliangalia akafanya akacheka bwana. Nikamwambia mtoto huyu, sema ana wasiwasi. Sema kwani nini? Wale wazazi wananiangalia, ni wengi. Mmoja akajitoa akasema, kwani kuna nini wewe mzee? Nikamwambia mtoto, nimetoka nje ya nyumba yangu, nimemkuta na kijana nje ya nyumba yangu. Nikajua wazazi wataamka. Mmoja akasimama, mbaba, kijana gani? Sasa unaona mimi kijana gani? Sumuulize mwanao kijana gani? Kijana gani? Mtoto aulizwe na ulizwa mimi, mwana kulitafuta mwana kulipata hapo. Kijana gani? Nikati story kwa kusema nilimwacha mtoto wa watu na kupigiwa maneno ya ajabu, nikaondoka kama nimenyeshewa na nini? Na mvua. We vipi we? Sasa huyo si kijana. Sasa kijana si anatafuta vijana wenzie. We mzee vipi? Huyo ni kijana. Ulitaka simame na wewe. Kijana na vijana wenzie. Niambie, huyu mtoto kwa culture hii unategemea ndio unakuta naye, chungaji nimeonyeshwa na bwana, mimi huyu ndio akufa. Wewe ndio maana tunakuuliza mchumba ni nani? Ametoka wapi? Familia yao ikoje? Tuna reference nyingi. Culture ulionayo familia yako inaweza kutengeneza tabia. Mimi nakushauri make sure kwenye mji wako ukilielewa hili, kuna taratibu utazianzisha pale nyumbani ambazo zitalazimisha watoto wako kuwa na tabia njema. Amen. 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 Mtoto anataka ada, hatuna ada. Tupige magoti tuombe. Amina. Amina. Amina jamani. Amina jamani. Mtoto ana mahitaji, tumfundishe. Tusikurupushane, tukaoneana na tukatesana. Zingatia mambo hayo nimekupa matatu
yatakusaidia kwenye kujua kwamba kuna tabia inatengeneza hapa. Repeat tukio linalolirudia mara kwa mara kwenye familia yako, usilipuuze. Angalia setting ya familia yako, hakikisha mkao wa nyumba yako wa vyumba vya watoto, vyumba vya watu wa nje, mahusiano ya watu pale nyumbani yako na watoto, na una ndugu, una watu unakaa nao, usiyapuuze Hezron, usipuuze Hezron. Kijana tu amekuja kwako, umetoka kijijini, mnaishi naye, unamchanganya na familia, usifanye hilo kosa. Ujue alivyo, anatoka kwenye familia ya kwetu ya Kizaramo, ambayo vijana wa kike watafuta wenzao. Sawa sawa Umemleta ndio nyumbani kwako, unamsupport aanze form 1 na una vitoto pale, atatafuta wenzao, na wenzao vya kwanza ni vile vitoto vyako. Usikurupuke tu. Wenzio tumetoka huko, riziki yanguka, tunaokoteana. Wewe wako wazijui, wataziona, na kwa sababu ni vitu vigeni wanazipenda. Baba mdogo analidude hapa linavimba maba. Liko lizuri hilo. Mungu anisaidie. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho naomba tufanye mambo haya. Jambo la kwanza, mwisho tufanye mambo haya. Naomba Mungu aingilie kati sasa kudhibiti nguvu ya tabia kwenye maisha yetu. Kuna maandiko nilikupa pale mwanzo, Warumi 6:16, lakini zaidi Warumi 7:15. Andika Warumi 7 media, Warumi 7:15 na Warumi 7:17. Warumi 7:15, Warumi 7:17. Naomba media nisaidie. Media nisaidie. Media nisaidie. Mambo manne yazingatie kwa habari ya tabia. Kwa habari ya tabia. Maana sijui nifanyalo. Haya ni maombi yangu. Mimi nimekulia sana juu ya andiko hili. Juu ya andiko hili nimekulia. Nikajiwekea mkono kifuani, nikajiwekea mkono kichwani, nikaangalia familia yetu, nikaangalia mahali tulipo. Ni tabia. Hata mtu analala pembeni yako unamwangalia, nayo ni tabia. Maana sijui nifanyalo. Kwa sababu lile, naomba kanisa turudie. 1 2 3. Kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Mstari wa 17. Twende mbele haraka. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu, ambayo tunaita tabia mbaya. Twende haraka. Kwa maana mstari wa 17 tu niutaka, mwisho 17. Sio mimi, bali nini? Basi sio mimi nafsi yangu ni yatendayo hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Ndani yangu. Nimeomba sana maombi haya na mpaka kesho naendelea kuyaomba. Mungu anisaidie. Naomba sana juu ya washirika na juu ya watoto wangu juu ya jambo hili. Inafika wakati una conclude, sio huyu afanyayo haya, sio huyu afanya, maana huyu analia. Paul ni mtu kama Paul, na kueleza sio mimi wewe. Paulo yule mtumishi wa Mungu anakiri juu ya tabia kwamba nimegundua kuna kitu kiko ndani yangu, tabia iko ndani yangu ambayo ina control maisha yangu. Mambo matatu Paulo anakiri kwenye andiko hilo. Jambo la kwanza, tabia inaweza ikakontrol uwezo wako wa kufikiri. Ikakontrol uwezo wako wa kufikiri. Tabia inaweza ikakulazimisha kuwaza inavyotaka yenyewe. Mtu mwizi anawaza kama mwizi, mtu msafi anawaza kama msafi, washindi wanawaza kama washindi. Katika jina la Yesu, pokea hili neno na kupatia hapa sasa. Tabia inaweza kucontrol namna unawaza, na hapa inaathiri imani yako. Ndio maana maandiko yanasema, na aliye dhaifu aseme ninazo nini? Nguvu. Katika jina la Yesu. Umelea mtoto, umelelewa kwenye mazingira yaliyokupelekea kuwa mtu duni na mtu dhaifu. Usikubali tabia yako ikukontrol namna ya kufikiri, katika jina la Bwana. Amen. 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 Aliye mwizi aseme mimi sio mwizi tena, katika jina la Bwana. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Tabia inaweza ikakontrol namna unavyofikiri. Taarifa hiyo umepewa kwamba mtoto wako amekuwa wa mwisho kwenye mtihani, amekuwa namba 10. Nilikuwa naongea na watu wangu juzi. Mtoto wako amekuwa wa mwisho
unasema amekuwa wa mwisho, unasema wa mwisho kwa 10 kati ya watoto 10 darasani, unasema yani wewe ndo hamna kitu, toka hapa. Lakini kuna mwingine, Bwana Yesu asifiwe sana, kwa tabia alizolelewa, amen, amen, anasema wamekuwa wangapi? wa 10, inamuuma, lakini anasema mwanangu, sawa, nimewaelewa, wamekuwa 10, msiogope na msitishwe na taarifa hii. Sasa ndio tunaanza safari hapa ya kutoka 10 kwenda namba 1 katika jina la Yesu. Tunaona vile tufanani Wewe unasema ndio nimefanyaje? Nimekwisha. Mwenzio anasema ndio ninaanza katika jina la Yesu. Amina. Amina. Unaambiwa wewe, tumeona kuna uvimbe mkubwa mama kwenye tumbo lako. Mkubwa. Nisikutolee mfano huu. Wakamwambia mke wangu mwaka 1000 sijui na ngapi, sijui Rehoboth, wakasema ana uvimbe, na akaniletea ile ripoti ya daktari yenye mashauri mengi, una uvimbe. Na mimi nikasema tunaanzia hapa hapa kwenye uvimbe. Huyu ni mke wangu, na mke wangu ana mayai kwenye tumbo lake, na kuanzia hapa hayo mayai yana uzao. Kwa hiyo hata wa uvimbe, usiniambie uvimbe kinachovimbisha tumbo la mtoto mke wangu, najua ni uzao katika jina la Yesu. Hakuna cha check up ya pili, hakuna cha kufanya operation. Sisi tunajiandaa kutafuta nepi na vitu vya kubebea mtoto. Nikamwambia mke wangu, jiandae, mwezi ujao tunaenda kliniki katika jina la Yesu. Wewe una plani, unatafuta pesa ya kwenda kuondoa uvimbe, wenzio tunatafuta pesa ya kwenda kuanza kliniki katika jina la Bwana, na tukapata watoto na hajawahi kufanywa operation yoyote ya uvimbe. Naomba nikwambie, tabia inaweza kucontrol namna yako ya kufikiri na ikakupelekea kufikiri vibaya na mabaya yakakupata katika jina la Yesu. Unasema siwezi, si tunasema hapa ndo tunaanzia mambo. Hello. Usikubali tabia zako au tabia iweze kucontrol uwezo wako wa kufikiri. Sasa hii sio hiari. Tabia by nature huwa ina control namna mtu anavyowaza. Na maandiko yanasemavyo, au navyo mtu nafsini mwake ndivyo itakavyo kuwa. Usiruhusu tabia zako zikupe, zidirect mawazo yako yaende vipi. Lakini namba 3, tabia inaweza ikadhoofisha au ikaua kabisa matarajio au makusudio ulionayo. Tabia inaweza kufanya hivyo. Tumekusudia mwaka huu tuanzishe biashara kubwa, lakini unaweza ukashangaa tabia yako isiruhusu hayo makusudi yafanikiwe. Unawaza kujenga, inabidi uanze kusevu, si ndio? Wewe huna tabia ya kusevu. Nataka watoto wangu wasome, lakini huna tabia hiyo. Ili watoto wasome, kuna lazima mikakati iwekwe. Huwezi kusababisha mtoto kuwa msomi mzuri wakati huna kitu chochote kinachopromote tabia za kusoma kwenye maisha yake. Watu wengi wana makusudi makubwa, mawazo mengi makubwa, mko hapa na waona, lakini tabia ulionayo inaweza ikaharibu mawazo hayo. Inaweza ikaharibu mipango hiyo. Unajikuta una maono makubwa, una ndoto kubwa, hata tukianza kuomba hapa, Bwana umesema tutakuwa vichwa, Bwana umesema tutakuwa mikia wanafunzi, lakini tabia zako zinaweza zikazuia usiwe kichwa. Zinaweza zikazuia usiwe kichwa. Zinaweza zikazuia usifike huko unakotaka kufika. Pesa haikai kwa kila mtu. Pesa inakaa kwa wale wenye tabia ya kutunza fedha. Utajiri haukai kwa kila mtu. Utajiri unakaa kwenye watu waliolelewa na wana maadili ya kitajiri. Baraka zikai kwa kila mtu. Baraka zinakaa kwa watu ambao wamelelewa na wana tabia za kucontain baraka. Mwanamke anaulizwa una nini? Anasema sihitaji chochote, nina chupa ya mafuta, hiyo inanitosha. Naomba isiwe hivyo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Tabia zenu zisiwarudishe nyuma, usikubali. Namba 3, tabia zinaweza kuvuruga hata kuongoza maamuzi muhimu ya maisha. Tabia inaweza, nawaambieni, ina control maamuzi. Niangalieni vizuri. Hujawahi kuona mtu leo, na mimi imenitokea,
mtu leo kawa na urafiki na huyu mama, niangalie naongea na wewe, baada ya miezi mitatu wakaachana, na sababu ya kuachana huyu jamaa kamkopa huyu mama pesa nyingi na ameshindwa kuzirudisha na hajarudisha na hatarudisha. Kwa hiyo tunasema amemtapeli, si ndio? Unakuta huyu mama huyu, niangalieni vizuri kanisa, usinilaumu hapa. Huyu mama anakusema, mchungaji, sintakaa niongee na mama fulani, sitaki ukaribu na mama fulani, kwani sio mtu mzuri. Alikuja akanidanganya tufanye biashara, nimempa milioni 6 ya kwenda kununua mahindi. Kwenda kununua nini? Mahindi. Na hayo mahindi sijayaona, namwambia kila siku nionyeshe, hayapo. Kakutapeli kweli, sio kweli? Lakini sikufichi, tabia ina control choice zako. Unaweza ukashanga huyu mama, narudia, huyu nani? Mama. Kesho tena mwakani anakuja, mchungaji, mzee Urio sio mtu. Yaani Urio sio mtu. Nini tena mama? Njoo mama, Urio aliniambia kuna biashara ya mpunga inatoka kule nani Ikonda. Kwa hiyo nimempa milioni zangu 10 tukanunue mpunga, na ameenda amenunua. So what? Namwambia twende tukaangalia huo mpunga uliko utunza kwenye logo down. Kila siku ananizungusha, nimeenda pale, mchungaji, nimeambiwa hakuna hata gunia moja. Wewe usinijie na ujinga huo kwa jina la Yesu. Huyu mama ni kweli ametapeliwa mwaka jana mahindi, lakini kosa lile anakwambia na mwaka limefanya nini? Limerudia. Na kesho kutwa tena anakwambia na fulani amekuja, wa mama kiongozi pale kanisani, nimemkopesha hela ya kununua vitenge vya WWK, na kanisa hawajanirudishia. Wewe nitakwambia ukome. Unajua shida yao ni nini? Tabia inaweza ikakontrol choice zako. Mwaka huu kijana, mwaka huu umetapeliwa na binti, ukatapeliwa umchumbie, akakudanganya wa kike, nyie staki, ni wa kiume, mna shida na mabinti wa kike hapa. Inataka nisaidie watu. Anjo, huyu binti yangu, pigeni makofi na nyie. Ukioa binti kama huyu umepata mke. Sema amina. Ukiona binti anatolea mfano madhabahuni, jichanganye, jikusanye haraka, usichelewe. Hii ni nadra sana eti. Nakwambia chukua tahadhari. Jiongeze mara 5. Unaona nini mbele hapa? Sikuto unaona miti, unaona watu. Unashangaa huyu binti, mchungaji, kamekuja ka kijana, maana ndio mtendo wa siku hizi. Unashangaa amechumbiana na kijana. Wameanza na vijana sisi wajanja. Anakuambia sasa tumeshachumbiana, tuanze kuwa wamoja. Tuanze kuwa nini? Pesa zangu za kwako. Anajua za kwake ni chache hapo. Anajua za kwake ni za kwako ni zangu. Unashangaa tununue kiwanja. Wewe usijefanya hilo kosa. Unanunua kiwanja na kijana eti uchumba. Eti tununue bodaboda. Alafu bodaboda yenyewe na wasichana siku hizi bwana waajabu kweli. Hilo wasichana bwana, umeumbwa vizuri. Msichana akikupenda bwana, utafurahi. Tena ayachukua kanuni, tena andika jina lako. Ndio wasichana wako hivyo. Wewe cheka, lakini ndio hivyo, usirudie tena. Imetoka, mimi nakwambia hiyo sio yako. Na ukitaka kujua mwisho wako umefika, muulize. Mmoja nikamwambia yule kijana hivi kile kiwanja tumekaa na hivi, nikamwambia mwambie kijana mtumie message hapa. Nikamshika message. Nikaona haelewi, nikamnyang'anya simu. Nikaandika mwenyewe. Hello baby. Hello baby, akajibu haraka. Hello, na yeye akajibu baby, ndefu kweli. Umeingia line, subiri sasa. Naomba nikuulize kitu baby. Uliza yote. Kajibu haraka. Anajua anataka kuulizwa kuna biashara gani mahali fulani. Anajua kuna ile anataka kutoka hapo. Yaani vijana wasuzo wamekaa kupiga tu. Kaambia sasa andika. Hivi kile kiwanja tulichonunua kimeandikwa jina la nani? Hivyo ikaenda. Ile message ya kujibiwa. Kama unaona haijajibiwa hii. Nikamwangalia nikaona moyo umeanza. Shoka nataka kukaba mdomo. Unaanza usiheme, ngoja nirudie tena. Hivi nauliza kile kiwanja jibu lilokuja Mungu anajua. Hivi mimi naona tuvunje tu ya mahusiano bwana. Kama mwanangu imekwenda, imeisha hii. Huna kiwanja.
Kamjibu tuvunje, anajua akimtamkiaga tuvunje, dada anashuka. Sasa basi yaishe. Nilikuwa nauliza tu. Haya, niambie ule mpango wa kununua bodaboda na umekaje sasa? Unatolewa na zingine. Usifanye makosa. Utaona kijana amepiga hela ya kiwanja. Kiwanja kimeandikwa jina la jamaa. Jamaa amesepa, anakuja kanisani analia. Mtaona mkiomba binti anajaa roho mpaka mara 6. Kumbe wala sio hajajaa roho hapo. Ni hela ya kiwanja inazuka kichwani, imeliwa na jamaa hapo. Mnajua amepona. Utashaka. Naongelea tabia. Tabia ina control choice zako. Usicheze na tabia. Ni kitu baya sana. Naongea hapa najua inakuuma, maana unakumbuka ulivyoburutwa. Utashangaa mwaka unaofuata katokea Serengeti boy mwingine, njoo. Naye kaja. Unashangaa kaja tena mchungaji. Acha tu. Nini tena mwanangu? Namfahamu yule kijana. Nani? Si yule kijana mzee Kapani. Alikuja mchungaji, nikaona kama ana mwelekeo, sio tena kuwa kama yule. Sasa na imekuaje tena mwanangu? Acha tu mchungaji. Kwani nini kimetokea? Na changamoto kazini mchungaji, sijui nitafanyaje hapa. Sasa hivi sina mshahara, nimechukua mkopo mkubwa, hata mshahara sipati. Mlipeleka wapi mkopo? Mchungaji, tulianza biashara ya kununua viazi mviringo kutoka Mbeya tunaleta Shinyanga, maana vilikuwa vinatoka. Akaleta wale, kwanza ameleta wale. Umekata. Naye yuko wapi? Nikimpigia simu hapo okay. Ndio imetoka hivyo. Yenu unashangaa huyu binti ana historia ya vijana karibu 3 ameachana nao, na wote walikuwa wanamuumiza. Kijana wa kwanza amemuumiza, ametulia. Unashangaa kuna kijana mwingine wa Nzega kaja akamuumiza, ametulia. Katoka mwingine wa Dar es Salaam amemuumiza. Haiwezekani iwe hivi. Unadhania huyu ni mjinga? Tabia ina control machaguzi yako. Wewe ni shahidi. Hata panapoongea umeumizwa na watu wangapi na huna ujanja wa kutoka? Umeumizwa na mambo mangapi na huna ujanja wa kutoka? Umeshikwa na matabia mangapi na huna ujanja wa kutoka? Umezuiwa na vitu vingapi na huna ujanja wa kutoboka? Naomba katika jina la Yesu, iko neema leo ya kutoka kwenye hayo. Hebu nitangaze shime, kanisa ni letu, tutaendelea siku zingine. Simama juu, alafu tufanye kitu fulani cha kibabe, cha vurugu katika ulimwengu wa roho kwa habari ya jambo hili. Naomba tufanye kitu. Kwa nini kila siku jambo hili linarudia? Usitafute shetani. Nasema chunguza tabia zako. Hallelujah. Unatapeliwa kila siku. Unamdai Juma, unamdai Shabani, unamdai Nyahega, unamdai Urio, unamdai mama Sawe, unamdai mama wewe mtu gani wewe? Na nitakufukuza ili kanisa, nakwambia kwa jina la Yesu. Yaani mimi nikikugundua wewe mshirika unadaidai watu hapa, utanikoma. Usinivurugie watoto wangu kwa tabia zako za ajabu. Kwa nini ukujifunza kwa lile kosa la kwanza? Kwa nini ukujifunza kwa ile changamoto ya kwanza? Umefeli mwaka wa kwanza, umefeli mwaka wa pili, unafeli mwaka wa 3. Kila siku inarudia kufeli, kushindwa. Why? Hapana. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, na kuomba familia yangu haleluya, chunguze Bwana Yesu, na kuomba chunguze. Mathayo 15:13 media. Mathayo 15:13 media. Chunguza Yesu, chunguza. Haleluya. Chunguze Bwana Yesu, na kuomba. Chunguza mawazo yangu, chunguza. Haleluya. Chunguze Bwana Yesu, na kuomba. Chunguze kufikiri kwangu, chunguza. Haleluya. Unichunguze Bwana Yesu, na kuomba. Unichunguze familia yangu, chunguza.
Oh, chunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Weka mikono yako juu. Daudi anasema, Bwana uchunguze moyo wangu, uone kama iko tabia, njia, way of my life, njia, tabia iletayo majibu majuto ndani yangu, uiondoe. Na Yesu anapiga muhuri akasema, rudia nyuma yangu, sema unabii huu aliotamka Yesu. Yumkini kuna tabia ndani yako ambayo kabisa unasema, mchungaji, hii tabia ni tabia hasi mbaya na ina drive maisha yangu kwa kiwango lile nilitakalo sijapata kulipata, lile nilitafutalo sijapata kulipata, yale niyatakayo sina hata moja mikononi. Nimekuwa ni mtu wa kutaka sipati, nimekuwa ni mtu wa kupanga havipangiki, nimekuwa ni mtu wa kukusanya havikusanyiki, nimekuwa ni mtu mwenye tamaa njema lakini sipati utoshelevu, naanzisha vitu haviishi. Naomba tabia hii inayoniongoza kwenye uharibifu, naomba tabia hii inayeharibu kila baraka ambayo Mungu ananipatia. Amenibariki kwa shule lakini kufeli na kuona mlangoni. Amenibariki kwa kazi lakini umaskini, poverty, naona kwenye malango. Amenibariki kwa elimu lakini ujinga, upumbavu na uona kwenye mji wangu. Amenibariki kwa afya lakini magonjwa hayatoki kwenye mlango wangu. Yesu anasema, anatoa tamko la kinabii, anasema kila pando, kila tabia asilolipanda baba yangu, asioipanda baba yangu wa mbinguni ndani yangu, lazima itang'olewa. Rudia maneno haya, sema kila pando, sema kwa imani. Naomba hiyo tabia leo ing'oke kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema kama mkushi asivyoweza kubadili ngozi, kama chui asivyoweza kubadilisha madoadoa, ndivyo na wewe usivyoweza kubadilika. Wewe uliyezoea tabia hiyo, wewe uliyezoea desturi hiyo. Kuna watu tumeokoka lakini kuna matabia, mambo ya kishirikina hayatoki kwenye maisha yetu. Mandoto ya kifo, mandoto ya uharibifu hayaondoki kwenye familia yetu. Habari za kutisha, habari za kushindwa, habari za kuharibikiwa haziondoki, na tunaenda na tunazeeka na tunawaachia watoto wetu habari hizo hizo namna hiyo hiyo. Inatosha katika jina la Yesu. Kuna vitu vinatawala, vimetufanya kwa watumwa. Kama Samsoni anaiona mauti, anaona udanganyifu, anaona kaburi, lakini anashindwa kumkemea Delila mpaka anakatwa nywele. Jesus Christ. Kama Yuda anaona kabisa vile hali ni mbaya, Yesu anamwambia heri mtu huyo asingalizaliwa, lakini tabia yake ya ujambazi, ya uwizi, ya udalali bado iliendelea, akaishia kufa kifo kibaya cha kupasuka matumbo huko anaangalia, kwa sababu ya tabia ambayo ilikuwa generated ndani yake na kukubali kuishughulikia. Nikwambia iko tabia, na hivi kwa kusema maneno haya, Roho Mtakatifu ameshafunua hichi kitu. Kuna tabia unaijua ambayo ndio imesababisha watoto wako wafeli. Kuna tabia unaijua ambayo ndio imesababisha biashara zako hazisimami. Kila unachoanzisha kinakufa, kila unachoanzisha kifanikiwi, wakati mwenzio anazo tabia ambazo zimesababisha kila anachofanya kinafanikiwa, kila anachoanzisha kinakuwa. Why? Tabia alionayo inasapoti ukuaji. Naomba kwa jina la Yesu,
Nikwambia habari njema leo, iko neema ya kung'oa kila pando, kila tabia ambayo Baba Yesu akuipanda ndani yako, ikang'oka kwako, ikang'oka kwenye nyumba yako, ikang'oka kwenye usichana wako, ikang'oka kwenye wanaume wako, ikang'oka kwenye tumbo lako, ni magonjwa, ikang'oka kwenye kizazi chako, ikang'oka kwenye damu yako, ikang'oka kwenye mti wako, ikang'oka kwenye kifua chako, ikang'oka kwenye kichwa chako, ikang'oka. Kuna kitu Bwana anataka aking'oe, sio wewe umesema, ni yeye amesema. Kwa jina la Yesu Kristo, paza sauti yako sasa dhidi ya jambo fulani unalijua. Naomba nikwambie, ili wimbi la kubadilisha tabia, ili wimbi la kuondoa tabia ngumu, ili wimbi la kuondoa tabia za moto, ili wimbi la kuondoa tabia zilizoshindikana, ambayo ilinisaidia hata mimi katika jina la Yesu ningali mtoto mdogo, tabia ya ulevi wa kukithiri iliyonivaa katika jina la Yesu. Kwa siku moja hilo pando liling'oka, nikaiona pombe kama mavi, nikaona ulevi kama kinyesi, nikaona pombe kama mkojo wa mlevi. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, iko tabia inatakiwa uichukie kuanzia leo, uikatae, iwe mbali na wewe. Mimi sikubembelezi, ni ishara, ni hiari yako. Naomba simama, naomba kemea, naomba vunja, naomba ondoa, naomba haribu kwa jina la Yesu Kristo. Sijaeleweka bado, naona unacheza na maombi, unacheza na maombi. Yeremia 1:10 weka pale, Yeremia 1:10 haraka, Yeremia 1:10. Kemea, 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 ng'oa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mzizi, inama chini, inama chini, inama. Kuna mzizi, kamata. Ona picha ya hiyo tabia, ona roho ya hiyo tabia, shika hiyo tabia kwa jina la Yesu. Weka mkono juu, weka mkono juu katika jina la Yesu. Bwana asema nawe leo, Rehoboth, nimekuweka juu ya mataifa, nimekuweka juu ya familia yako, nimekuweka juu ya nyumba yako, nimekuweka juu ya kizazi chako, nimekuweka juu ya kaka zako na dada zako, nimekuweka juu ya Rehoboth, nimekuweka juu ya mji wa Shinyanga ili kufanya mambo yafuatayo. Naomba weka mikono juu ya mambo matatu. Jambo la kwanza ni kung'oa. Naomba niangalie katika jina la Yesu. Naomba shika kitu kama unang'oa. Shika kama unang'oa, shika kama unang'oa kitu. Sijui kama naongea na mtu hapa. Kamata kitu kama unang'oa. Kamata kitu kama unang'oa. Mbegu fulani imeota. Hebu twende kwenye ulimwengu wa roho. Twende kwenye ulimwengu wa roho. Twende kwenye ulimwengu wa roho, kwamba ni kwa watoto au ni kwenye biashara au ni kwenye ofisi. Kuna kitu adui amepanda, tabia ambayo kinaharibu kila mema. Nataka tung'oe. Inama chini kwa jina la Yesu. Utainama taka usitaki. Naomba kamata hiyo mti. Kamata, kamata katika ulimwengu wa roho. Ninakutazama, shika. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mikono yangu haijapanda pando hili, haijapanda tabia hii kwenye hii biashara, kwenye hii ofisi, kwa huyu mtoto, kwa hii huduma. Bwana Yesu, wewe haujapanda biashara hii, haujapanda tabia hii, haujapanda mbegu hii, haujapanda mbegu hii kwenye hii shule, kwenye haya masomo, kwenye hili shamba, kwenye hii nyumba, kwenye hii ndoa. Nani amefanya hivi? Ni ibilisi, ni ibilisi. Kamata, ni ibilisi, ni ibilisi, ni ibilisi. Nani amepanda magonjwa haya? Kansa hii, sukari hii, presha hii, uvimbe huu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni ibilisi, na niko mamlaka hayo. Ninang'oa, ng'oa, ng'oa, ng'oa,
ng'oa kwa jina la Yesu wa Mzizi. Usiogope, ng'oa. Ng'oa kwa watoto wako na ng'oa kwa wanangu. Sijapanda mbegu hii kwa huyu mtoto, sijapanda mafundisho haya kwa huyu mtoto, sijapanda tabia hii kwa huyu mtoto, sijapanda tabia hii kwenye hili duka, sijapanda tabia hii kwenye hii ofisi, sijapanda tabia hii kwenye usichana wangu, kwenye ubinti wangu, kwenye ubinti wangu, kwenye ubinti wangu, sijapanda. Yametoka wapi haya? Yametoka wapi haya magugu yanayoharibu kila mbegu njema, kila pando njema? Ninang'oa kwa jina la Yesu, nang'oa kwa jina la Yesu. Amen. Get up. Weka mikono juu kama umenielewa. Naomba usilale. Mwivi akarudi akapanda tena hiyo kansa kwenye uko. Nakwambia yanaitwa magonjwa, not magonjwa. Ni tabia ambazo zinakuwa affiliated na manguvu ya giza, ndio zinaweka hayo magonjwa kwenye tumbo. Ni matabia ambayo yamekuwa affiliated na manguvu ya giza, ndio yameweka hiyo kansa, hiyo sukari. Haina sehemu. Kwa jina la Yesu. Ti unabii wa madhabahu. Hajasema uyaombe, hajasema uyaombe, hajasema amesema ng'oa. Inama chini tena, kamata kwenye mzizi. Kama kuna kilichobakia, sema ninang'oa, nimeng'oa kwa jina la Yesu. Inuka na hicho ulichong'oa, shika mkononi. Ni ugonjwa, ushike, usiuachie. Kamata hicho ulichong'oa, kamata hicho ulichong'oa, usikitupe. Shika. Wewe mbona ushiki? Shika hiyo umetoa kwenye mwili wako, kwenye familia yako. Kishike, king'ang'anie. Hakuna kucheza na kima hapa, katika jina la Yesu. Hatua ya pili tunaenda sasa. Na kubomoa na kuharibu. Hallelujah. Na kubomoa na kuharibu. Hallelujah. Na kubomoa na kuharibu. Tazama huku. Na kubomoa na kuharibu. Tazama huku. Hii karatasi angalia. Na kubomoa ndio hicho kitu umeng'oa. Kubomoa maana yake ni kufanya namna hii. Hallelujah. Hallelujah. Kamata juu hicho kitu ulichoshika. Kamata. Ni ugonjwa. Toa hapa ulipokaa. Haupo tena kwenye tumbo, haupo tena kwa huyo mtoto, haupo tena pale ofisini. Hakuna promotion, watu wanapata safari, wewe upati. Haupo tena kwenye kichwa chako, wezi wanafaulu, wewe unafeli. Kamata hicho, kamata hicho ulichobomoa. Sasa anaendelea, sio ukisha bomoa haitoshi. Angalia huku, haitoshi. Maana ukibomoa kimekaa namna hii, waweza adui akaja akatengeneza tena. Adui anaweza akatengeneza tena. Haitoshi kubomoa. Ukisha bomoa, anasema na kuharibu. Na kuharibu kwa jina la Yesu. Ndicho ninachotaka sasa. Unaharibu, fanya namna hii. Na kuharibu, yani hata adui akija kutaka kutengeneza tena, hakitengenezeki. It's unrepairable. Hakitengenezeki. Yani hata fanya nini, hakitengenezeki. Ukiwa umekamata hiyo kitu sasa, ukiwa umekamata hiyo ugonjwa, usikutisha ni ugonjwa wa aina gani, isikutisha ni jaribu la aina gani, isikutisha ni hali ya aina gani. Naomba weka mkono juu, kamata na mikono miwili sasa. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya injili ya neno la Bwana, kwa neno la Bwana, kama vile Daudi alivyo mkamata Goliath, na mimi leo nimemkamata Goliath wangu. Nimekamata changamoto yangu, itaje jina. Nimekamata tatizo langu, nimekamata tabia hii, nimekamata jengo hili, nimekamata takataka hii iliyojificha kwenye jina la tabia,
kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Akambomoa Goliati, nami ninabomoa sasa. Anza kubomoa vile unasikia, kama ni kwa kukatakata, kama ni kwa kuponda na rungu, naomba bomoa kwa mikono. Unajua ilivyokuumiza, unajua ilivyokuwa ishu. Kama ni kwa kubomoa na mikono, naomba bomoa, nione mikono inabomoa katika jina la Yesu. Na itoshi kubomoa, haribu, haribu hata adui asiweze kuripea, asiweze kutengeneza, asiweze kurudisha, asiweze kutengeneza. Umebomoa wewe, anataka arudishe kwa watoto wako. Bomoa tena na tena, bomoa, haribu kabisa, haribu, chana, teketeza, yani iwe unrepairable katika jina la Yesu. Ninabomoa magonjwa ya kutumbiana, magonjwa ya mapepo, magonjwa ya kifua, magonjwa katika damu, magonjwa katika matumbo, magonjwa katika akili, magonjwa katika ufahamu. Ninabomoa, ninaharibu. Bomoa, haribu, bomoa, haribu, bomoa, haribu. Usiache mchawi aishi, usiache uchawi uishi, usiache uganga uishi. Wewe unielewi, wewe nitakufukuza hapa mimi. Ninasema usiache uchawi ukaishi, haribu, bomoa. Usiache uganga ukaishi, haribu, bomoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kuna vitu vinabomoka, kuna vitu vinaharibika, kuna vitu vinabomoka, kuna vitu vinaharibika